Sasa ni rasmi kabisa kwamba Simba wameshindwa kesi ambayo ilipelekwa pale TFF kwenye kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji, ambayo Simba walikuwa wanadai kwamba Damaro mchezaji ambaye anachezea Yanga kwa sasa ambaye anafahamika kama Mohamed Damaro Kamara ambaye alikuwa anachezea kabla Singida Black Stars kabla hajajiunga na Yanga, na Simba wakaenda kushtaki TFF kwamba Yanga wanamtumia mchezaji Damaro kama mchezaji mzawa kwenye ligi ya Tanzania kinyume cha kanuni ya 62 na taratibu za FIFA. Wakadai kwamba haikuwa sawa kutumika kwa Damaro. Kwa hivyo walikuwa wanahitaji Simba wapate pointi 3 kwa kila mchezo ambao Damaro kwa maana Yanga wakatwe pointi 3 kwa kila mchezo ambao Damaro alikuwa amecheza. Sasa shauri hilo limetupiliwa mbali na kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji ndani ya kamati ya TFF na Simba. Kwa taarifa sasa hivi ni kwamba Simba wametupwa nje kwenye tukio hilo, na huko ambako Yanga hawakuwepo kwenye shauri hilo, licha ya kwamba kamati iliwaita Yanga wapo kwenye tukio, lakini Yanga hawakutokea kwenye tukio hilo ambalo lilikuwa na wataka waende pia kuungana katika kesi hiyo ya Damaro. Nini ambacho kilisababisha Yanga wasiwepo kwenye shauri hilo? Nini ambacho kimesababisha yote hayo? Lakini shauri ambayo inazungumza sasa hivi ni kuhusiana na upande wa Simba ambao ilipeleka shauri pale TFF, na TFF kwenye kupitia kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji, wao wametoka na kauli ya kuiambia Simba imeshindwa shauri lao ambalo lilipeleka kwenye kamati hiyo. Sasa inasema hivi, taarifa yenyewe ambayo ni taarifa kwa umma ambayo TFF wameitoa, inasema kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imetupa shauri la klabu ya Simba kuhusu uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara. Simba iliwasilisha malalamiko mbele ya kamati hiyo ikipinga uhalali wa usajili wa Damaro Kamara kwa madai anaifanya Yanga kuwa na wachezaji 13 wa kigeni badala ya 12. Klabu hiyo ilidai usajili wake umekiuka kanuni ya 62(1) ya ligi kuu pamoja na kanuni ya shirikisho la kimataifa mpira miguu FIFA. Kamati katika uamuzi wake ulisema usajili wa Kamara hauna dosari kwa vile haubanwi na kanuni zilizowasilishwa na klabu ya Simba. Uamuzi kamili wa shauri hilo utatumwa kwa mlalamikaji ambaye ni klabu ya Simba. Sasa hiyo ni taarifa rasmi kutoka ndani ya kamati ya TFF ambayo inaelekea kwenye vyombo vya habari, lakini wao wamesema wataenda kutuma taarifa rasmi ndani ya uongozi wa Simba kwa ajili ya tukio hili ambalo linazungumzia kuhusiana na madai na maombi ya klabu ya Simba kuhusiana na Damaro Kamara kwamba ni mchezaji ambaye anatumika isivyo halali ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji wao wamesema Kamara anastahili kutumika hivyo ambavyo anatumika sasa, kwa maana kuitumikia klabu ya Yanga, licha ya kwamba Kamara kabla ya hapo alikuwa kwenye shirikisho la Guinea, lakini hakukutoka taarifa kwamba mambo yote yako sawasawa. Na kwa maana ya Simba wao wanasema Damaro Kamara, kwanza FIFA hawajui mabadiliko haya ambayo yamefanyika kutoka shirikisho la Guinea kuja kuitumikia shirikisho la kwa maana ya TFF kuwa mchezaji wa ndani. Kwa maana hivyo hata shirikisho la kimataifa la FIFA halina taarifa kuhusiana na Damaro kama anachezea ligi ya Tanzania. Sasa tukazungumza kwamba kutokana na taarifa hiyo ambayo wameipata
watu mbalimbali, lakini pia kwa upande wa Simba nao bila shaka hizi taarifa wamezipata, kwamba Simba wameangukia pua katika tukio hilo au katika shauri hilo ambalo kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji wao walisema kwamba watawapa taarifa Simba, lakini masaa machache mara baada ya mwanasheria wa Simba Osea Chamba akiwa ametoka katika viunga vya TFF alisema kwamba wao wanasubiri na wataweza kuchukua hatua zaidi kuhusiana na hili ambalo limetokea. Huenda sasa Simba wakafikiria nao kwenda kuchukua hatua zaidi ya kuelekea kasi, kwa maana ya kwenda kutaka haki zaidi juu ya hiki ambacho kimeendelea kwa sasa. Bila shaka utakuwa ukisoma hapo utakuwa umeona kile kitu ambacho kimeamriwa, kwa maana ya kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji imetupilia mbali shitaka la Simba ambalo lilikuwa inapinga Damaro Kamara kutumika kama mchezaji mzawa wakati taratibu za FIFA hazijakamilika kwa mujibu wa klabu ya Simba. Taratibu za FIFA ambazo zinatakiwa zikamilike ni zipi? Pengine ungetakiwa kufahamu. Kamara, kwa maana Mohamed Damaro Kamara ambaye ni raia wa Guinea kabla ya kuomba uraia wa Tanzania, aliomba pamoja na wachezaji wengine watatu ambaye ni Emmanuel Kayeke, lakini pia na Asabada. Asabada akaendelea na shughuli zake, lakini pia kwa Emmanuel Kayeke hatujajua kama bado ajawa raia wa Tanzania au tayari ashapata uraia wa Tanzania, lakini Asabada yuko Algeria akichezea JS Kabylie ambaye bado anatumia passport ya Ivory Coast. Lakini kwa Damaro Kamara kwa upande wake yeye inasemekana kwamba bado anatumia passport ya Guinea. Lakini passport ya Guinea huku akiwa ni mchezaji mzawa wa timu ya Young Africans, kitu ambacho Simba kawaibua kama mshtuko wa kwamba haiwezekani mchezaji ambaye alikuja kama mchezaji wa kigeni ghafla badilike kuwa mchezaji wa kizawa, wakati taratibu za FIFA ziko tofauti kabisa na taratibu za serikali ambazo zilitangaza kwamba ziliwapa mamlaka hawa wachezaji kuwa raia wa Tanzania, lakini FIFA ina taratibu zake. Sasa ni kitu ambacho Simba walienda kuuliza, hizi taratibu ambazo zimetumika ziko kwa mlengo wa aina gani? Yani imekuwaje mpaka huyu mchezaji anatumika? Huenda wamewapa tafsiri ya kutosha, au pengine barua ambao Simba watatumiwa pengine itakuwa na majibu na mchanganuo wa vifungu na sababu za kuliondoa shauri lao kwenye mamlaka ya TFF. Sasa tunasubiri nini ambacho kitatokea, lakini mpaka sasa tunavyozungumza kwenye chemba za TFF Simba hawana tena jambo la kudai. Maana yake ni kwamba haki yao tayari imeshatupwa. Sasa ni kazi ya Simba wenyewe kuchukua hatua na kuelekea kama ni kasi au kuelekea FIFA ili wapate zile haki ambazo walikuwa wanazitaka. Lakini kama wataona wameridhishwa na ufafanuzi wa kwa maana ufafanuzi wa kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji, basi bila shaka watakuwa naamua kwenda sasa kwenda kwenye mahakama za usuluhishi wa kimichezo kwa maana ya CAS, na nini ambacho kitatokea ndo tunasubiri yataka ujiri. Lakini kwa upande wa Simba tutawatafuta ili tupate kupata taarifa kutoka kwao, wameridhishwa na matokeo yaliyotoka pale katika kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji au wana kinyongo. Basi hayo ndio ambao tutaenda kuwatafuta na kuweza kutafuta namna ya kuweza kuzungumza nao, tupate wao wamelipokeaje hili ambalo limetoka ndani ya kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji. Simba wakitupiliwa mbali kuhusiana na ombi lao la kuwazuia Yanga kumtumia Damaro na ombi lao la kutaka Yanga waporwe pointi 3 za kila mchezo ambao Damaro alishiriki. Sasa TFF wamesema wao wako safe na wanastahili Yanga kumtumia Damaro vyovyote atakavyotaka kumtumia, na mambo mengine yaendelee kama ambavyo yanatakiwa. Ndivyo ambavyo tunakupa taarifa kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea sasa hivi ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Simba wakiwa na mchakato huo, nini ambacho kitatokea? Basi tuendelee kuwa wavumilivu, kuendelea kuwatafuta Simba ili watupe mtazamo na mambo mengine kama hayo. Subscribe channel